Mwanamke mpambanaji. Ili kumwelewa mwanamke mpambanaji, haitoshi kumsifia kwa maneno. Lazima tuangalie maamuzi aliyoyafanya, changamoto alizozipitia na misingi iliyomfanya asimame tena. Hebu sasa tuangalie kwenye pointi zinazoonyesha ni kwa nini mwanamke huyu anastahili kuitwa mpambanaji wa kweli. Na leo nimekuandalia stori ya mwanamke mmoja ambaye hakuzaliwa na chochote, hakulisi chochote, lakini aliacha alama ambayo dunia bado inaizungumza mpaka leo. Jina lake ni Madam C.J. Walker. Huyu alikuwa ni mwanamke mweusi wa kawaida, lakini mwenye maamuzi yasiyo ya kawaida. Madam C.J. Walker alizaliwa mwaka 1867 akiwa mtoto wa wazazi maskini. Fikiria hilo, kuzaliwa kwenye familia maskini sana, bila elimu ya juu, bila mtaji, bila mtandao wa watu wakubwa. Alifanya kazi ya kufua nguo za watu na kulipwa pesa ndogo sana. Lakini kuna kitu kimoja hakukubali kuamini kwamba maisha anayoishi na hali anayopitia ndio maisha yake ya milele. Kuna changamoto iliyokuwa kwenye jamii na ndio iliyobadilisha maisha ya Madam C.J. Walker. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, subscribe sasa kwenye channel hii, kwa sababu kila video tunayoupload ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee. Kwa wakati huo, wanawake wengi weusi walikuwa na matatizo makubwa ya nywele. Nywele zilikuwa zinaanguka, ngozi ya kichwa ilikuwa inapata magonjwa na hakukuwa na bidhaa sahihi kwa ajili yao. Na Madam C.J. Walker yeye mwenyewe pia alipata tatizo hilo, lakini badala ya kulalamika, alijiuliza swali muhimu sana. Kama mimi nina tatizo hili, je, ni wanawake wangapi wana tatizo kama langu? Hapo ndipo mawazo ya biashara yalipozaliwa. Alianza kujifunza kuhusu bidhaa za nywele. Alijaribu, aliharibu, alijaribu tena. Akiwa bado anafua nguo, alianza kutengeneza dawa za nywele nyumbani kwake. Hakuwa na maabara, hakuwa na mashine, hakuwa na fedha. Kitu alichokuwa nacho alikuwa na uamuzi. Alianza kuuza bidhaa zake mlango kwa mlango. Aliongea na wanawake ana kwa ana, aliwaelewa, aliwasikiliza na polepole sana wateja wakaanza kuongezeka. Pamoja na hayo yote, watu walimcheka, watu walimdharau, wengine walisema mwanamke mweusi anawezaje kujenga biashara kubwa. Lakini Madam C.J. Walker hakuwa anajenga biashara ili kujithibitisha kwa watu, bali alikuwa anajenga biashara ili kubadilisha maisha yake. Aliendelea kusonga mbele, akaajiri wanawake wengine weusi, akaanza kuwafundisha, akaanza kuwapa kipato na heshima. Biashara yake ikakua tena na tena, mpaka akawa mwanamke wa kwanza mweusi kujitajirisha kwa juhudi zake mwenyewe. Wazungu wanasema self-made millionaire. Lakini mafanikio yake hayakuwa pesa peke yake tu. Madam C.J. Walker aliwasaidia wanawake kujiamini, kuwa huru kifedha, kuamini wanaweza. Aliwekeza kwenye elimu, aliwekeza kwenye jamii, aliwekeza kwa watu. Na alithibitisha jambo moja muhimu sana: mazingira anayozaliwa nayo mtu hayana nguvu kuliko maamuzi yake. Kitu cha kujifunza, kama Madam C.J. Walker angekubali umaskini wake, historia ya familia yake, maneno ya watu, basi leo tusingekuwa tunamsimulia. Lakini aliamua kuona tatizo kama fursa, kuanza kidogo, kutoacha na kujaribu tena na tena. Na hilo ndilo somo kubwa kwako leo. Hujachelewa. Kama una pumzi, bado una nafasi. Madam C.J. Walker hakuwa tajiri kwa sababu ya kubahatisha tu. Alikuwa tajiri kwa sababu ya maamuzi aliyoyafanya. Hakungojea mazingira yabadilike, alibadilisha mazingira hayo yeye mwenyewe. Na leo stori yake inakuuliza swali moja tu: wewe utaamua nini kuhusu maisha yako? Anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.